na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightness your day. Hapo neema yako ikae pamoja na wao. Kuu zaidi Bwana, hebu wafanye wakujue wewe na wayakabidhi maisha yao mikononi mwako. Nasi pia Bwana, tunaomba ufunuo wako zaidi, neema yako zaidi, na Roho wako Mtakatifu kwa wingi katika mioyo yetu. Bariki yote yanayoendelea Mfalme, ili mwisho wewe ukatukuzwe. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Somo letu tumeliita jina la utimiza. Bwana utimiza miadi yake. Bwana Yesu ni mwaminifu katika kila miadi ambayo huwa anatoa, yeye huwa anatimiza miadi yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi nitaanza tu kidogo kwenda kwenye vitabu vya historia na baadaye nitarudi kwenye maandiko na ndipo tuendelee. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ilikuwa ni katika eneo la Bethania ndipo kisa hiki kiliporipotiwa. Na inasemwa kwa mujibu wa wanahistoria kwamba wakati wote Yesu alipokuwepo katika taifa la Israeli, alikuwa hajawahi kutembelea mji wa Bethania. Alikuwa hajawahi kwenda huko. Isipokuwa kilichompeleka huko ni huu mwaliko. Jina la Bwana lipewe sifa. Aliopewa na huyu Simeoni Mfarisayo. Huo ndio ulimfanya aende Bethania. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na huo mwaliko inasemwa kwamba Simeoni alimpa Tarishi, mtumwa wake mmoja, ampelekee Bwana Yesu mwaliko wa kuja kwenye zifa ambayo alikuwa ameiandaa, kwenye karamu ambayo huyo Simeoni Mfarisayo alikuwa ameiandaa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ndipo kilikuwa ni kipindi kigumu kwa huyo Tarishi au huyo mtumwa wa Farisayo Simeoni kumpata Yesu, kwa sababu kwanza Yesu hakuwa na address maalum, hakuwa na ofisi. Kwa hiyo mtu asingeweza kukuambia kamtafute Yesu kampata kirahisi. Kama angekuwa na ofisi, wangeweza kukuambia nenda kwenye ofisi fulani, mtaa fulani au kijiji fulani, utamkuta hapo. Na sasa Yesu hakuwa mtu wa aina hiyo. Yesu hakuwa na kituo maalum cha kazi. Leo ungemkuta ufukweni, kesho ungemkuta milimani, kesho kuto ungemkuta jangwani, na siku inayofuata ungemkuta msituni. Kwa hiyo alikuwa ni aina fulani ya mtu mtangitangi anayetangatanga bila kuwa na kituo maalum. Na kwa nyakati hizo kulikuwa hakuna simu, hakuna magazeti, hakuna redio, hakuna televisheni kama leo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kujua Yesu yuko wapi. Na ndipo basi wanahistoria wanasema ilimgharimu yule kijana siku 3 kumtafuta Yesu mpaka ampate. Kila alipoenda kijiji hiki walimwambia Yesu hapa hayupo, tumesikia kaenda kijiji fulani. Angeenda kwenye kijiji hicho angemwambia ni kweli alikuwepo hapa, lakini ameondoka, hata hatujui ameelekea wapi. Mungu abariki. Kwa hiyo angeendelea tena kutafuta, labda angeenda kwenye mji mmoja angemwambia ni kweli Yesu alikuwepo pa jana jioni, ila usiku aliondoka, hatujui alienda wapi. Hebu jaribu labda kumtafuta maeneo ya Galilaya. Kwa hiyo labda uenda angeenda huko Galilaya na kwenye angemwambia ni kweli Yesu alifika hapa usiku, akawaombea watu kadhaa na akawa na ibada, lakini hatujui ameelekea wapi, ila tulisikia tetesi kwamba anaelekea huko uenda Galiadi. Kwa hiyo huyo kijana alihangaika sana kumpata Yesu. Lakini mnadhani ni kijana huyo tu? Hata sasa kumpata Yesu sio jambo rahisi, ni jambo gumu. Na ndipo hata yeye mwenyewe wakati fulani alijua kutakuwepo na kutangatanga kwa watu kumtafuta. Ndipo akatoa angalizo, akawaambia mkisikia niko kule msiende, mkisikia yuko kule msitoke, kaeni mahala fulani. Uenda hapo ndipo ninapotaka kuelekeza kama mnamtaka Yesu. Kama mnamtafuta Yesu, kuna mahala pa kumpatia. Yeye daima yupo kwenye neno lake.
Kama unamtaka Yesu, usihangaike kumtafuta zehebu ili zehebu lile, kwa mchungaji yule na kwa mhubiri huyo. Mtafute kwenye neno lake. Yeye daima utampata kwenye neno lake, kwa kuanzia yeye ni neno. Jina Bwana ipe sifa. Kwa hiyo basi kumpata Yesu ni jambo gumu. Ndio maana hata maandiko yakasema kwenye kitabu cha Misali, Bwana mwenyewe alisema kwenye kitabu cha Misali sura ya 8 mstari wa 17. Msomaji wangu angeweza kunisomea hapo haraka haraka, Misali 8 mstari wa 17. Na wapenda wale wanipendao. Bwana anasema anawapenda wale wanaompenda. Na wale wakati tunasoma andiko hili, Yesu alimwambia Farisayo Simioni kwamba anayempenda sana na yeye atapendwa sana, anayempenda kidogo naye atapendwa kidogo. Kwa hiyo Bwana anapenda kupendwa. Na ndipo akasema, hebu isome tena, na wapenda wale wanipendao. Bwana mwenyewe akasema anawapenda wanaompenda na wale wanitafutao kwa bidii. Na anasema wale wanaomtafuta kwa bidii wataniona, watamuona. Kwa hiyo kama unamtaka Yesu, mtafute kwa bidii, ndipo utakapoweza kumuona. Hatafutwi tu kirejareja, kirahisi rahisi. Anatafutwa kwa bidii, anatafutwa kwa moyo wote. Huyu kijana kama tu angemtafuta kirahisi rahisi, asingeweza kumuona Yesu. Alimtafuta kwa bidii. Ndipo Bwana alipoiona bidii yake, akatengeneza mazingira ya yeye kuonekana. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini basi huyu Yesu alipofika kwenye eneo ambalo Yesu yuko, huyu kijana kumlaza, alipofika kwenye eneo ambalo Yesu yupo, hakwenda moja kwa moja na kukutana na Yesu. Sijui kama mnafahamu jambo hilo. Mungu abariki. Hakukutana naye moja kwa moja. Kwa nini? Yesu ana kanuni. Mungu abariki. Yeye sio biashara tu ya kuvamiwa ovyo. Kuna namna ya kumfikia. Kabla hujamfikia, kuna maeneo unapasa upite. Mkumbuke Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Jina Bwana ipe sifa. Na hao wanafunzi 12 ndio pekee wangeweza kukuonyesha Yesu yuko wapi. Jina Bwana ipe sifa. Kama mnataka kuamini, basi rudini kwenye maandiko. Mtaona hata Mafarisayo ambao Yesu alikuwa akifanya mikutano kila siku katikati yao, ili wamuone, ili wamkamate, ili walazimu kumtafuta mmoja wapo wa wanafunzi wake. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa anafanana na wanafunzi wake. Usingeweza kumtofautisha na wanafunzi wake. Mara kadha wasiompenda Yesu walijaribu kumkamata na wakamkosa. Ndipo wakaona njia sahihi ya kumpata, tutafute mmoja wapo wa wanafunzi wake, tumpe rushwa atuonyeshe Yesu. Vinginevyo hatutakaa tumkamate Yesu. Na hata leo hautakaa umpate Yesu mpaka ukutane na wanafunzi wake, na wanafunzi wake wakuonyeshe huyu ndiyo Yesu. Jina la Bwana pesifa. Si tu Mafarisayo. Mnajua kuna kisa cha Wayunani ambao walikuwa wametokea Ugiriki wakienda kumtafuta Yesu. Hawakufika wakamuona hivi hivi. Tusome maandiko, tupo shahidi. Yohana 12:20-22. Yohana sura ya 12 mstari wa 20 mpaka wa 22. Tasoma. Ndiyo, twende. Palikuwa na Wayunani kadha wakaza miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Kulikuwa kuna Wayunani walikuwa wamepanda Yerusalemu kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo. Filipo ni mmoja wapo wa wanafunzi wa Yesu. Walipomfikia wakamwambia kitu gani? Mtu wa Bethsaida ya Galilaya. Ndiyo. Wakamuomba Filipo wakisema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Filipo naye akaenda akamwambia mwanafunzi mwenzie anaitwa Andrea. Kisha Andrea na Filipo akamwambia Yesu. Ndipo hao Andrea na Filipo wakaenda kwa Yesu kumuomba Yesu kwamba tafadhali tunaomba uongee na hao Wayunani, wamehangaika sana kukutafuta. Jina Bwana pesifa. Kwa hiyo kanuni ndio hiyo. Hata yule kijana Tarisha aliyetumwa na Simioni hakwenda moja kwa moja
Haleluya. Na kumfikia Yesu ilimgharimu. Hata wanahistoria wanasema tena kwamba alipitia kwa huyu ambaye tumemsoma, Filipo. Ni Filipo ndiye aliyempeleka. Lakini pia wasoma maandiko wanajua kwamba Filipo alikuwa ni mwinjilisti. Haleluya. Ukitaka kujua Filipo alikuwa ni mwinjilisti, ndiye aliyetumwa na Roho kumwendea towashi wa Kushi. Ndipo nini? Itampasa ukutane na mwinjilisti fulani. Haleluya. Huyo mwinjilisti akubebe, hakupeleke kanisani, akukabidhi kwa mchungaji fulani. Na huyo mchungaji afanye kazi ya kukuonyesha Yesu Kristo ni nani. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi huyo kijana akafikishwa kwa Yesu. Akaambiwa, Yesu uliyekuwa ukimtafuta huo mwendo wote na hayo mahangaiko yote, ndiyo huyu hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Naamini ilikuwa hivi. Yesu hakuwa mtanashati sana. Hakuwa amevaa kifalme ingawa alikuwa ni mfalme. Hakuwa amevaa kiheshimiwa ingawa alikuwa ni mheshimiwa. Kwa nini? Alikuwa katika hali ya kawaida ambaye mtu yoyote, maskini au tajiri, mgonjwa au mzima, iwe ni rahisi kwake kumfikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu singeweza kumfananisha na wahubiri wengi wa kisasa ambao wao wana bei kubwa kuliko hata Yesu mwenyewe. Kuwafikia, Mungu abariki, itatakiwa utoe maelezo na mambo mengi na kadhalika. Sivyo ilivyokuwa Yesu. Yesu ukikutana naye alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa kama wewe. Na hata hivyo Yesu ni yule mtu aliye karibu na wewe. Ni mtu wa kawaida kabisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka kusema kitu gani? Nataka kusema hivi. Huyo Yesu tunaongelea habari zake, siku ya Pentekoste alishuka kama Roho Mtakatifu na yupo ndani ya watu mpaka leo. Hata wanafunzi wake walipokuwa wakihubiri walisema, sio sisi tunaoishi ila ni Kristo akaaye ndani yetu. Kwa hiyo Kristo yuko karibu sana na wewe kuliko unavyofikiria, na ni mtu wa kawaida sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikuonye, nikusii unayetusikiliza na kutazama kwamba ishi na watu vizuri. Si Bwana alisema, kadiri mlivyotendea wadogo hawa mlinitendea mimi? Huenda unayempiga, unayemdharau, unayembeza, unayemnyanyasa hapo ofisini kwako, huyo ndiye Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu tusonge mbele. Kwa hiyo kijana akakutana na Yesu, alikuwa na matumaini kwamba huyu Yesu ataonekana katika muonekano ambao waheshimiwa wengi wa ulimwengu huu wanaonekana. Jina Bwana sifa. Kwa nini? Kwa sababu Farisayo Simeoni alikuwa ni mtu tajiri. Alikuwa ni mtu anayeheshimiwa na anayeogopeka. Jina Bwana sifa. Na ndipo basi huyu Farisayo alikuwa ameandaa karamu kwa ajili ya waheshimiwa. Na ndipo huyu kijana alikuwa anajua jambo lote zima kwamba ile karamu ni kwa ajili ya waheshimiwa. Sasa anakutana na huyu jamaa, akimwangalia sura yake ya kivuvi, mtu fulani mchovu wa Galilaya. Mungu abariki. Ana kanzu ambayo inaonekana kama wiki 3 haijawahi kufuliwa. Akahisi huenda amekosea hesabu. Mungu abariki. Lakini naamini kuna watu walimwambia huyo ndio Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi yule kijana alichokifanya, akamwendea Yesu akamwambia, mimi nimetumwa kutoka kwa mtu mmoja mheshimiwa hapa kwetu, anaitwa Simeoni. Yeye ni Farisayo miongoni mwa Mafarisayo, ni mtu mkubwa anayeheshimika katika taifa hili, naye kaandaa zifa. Na hiyo zifa itakuwa ni ya watu wanaoheshimiwa, na wewe ni miongoni mwa watu waliopewa heshima ya kuhudhuria zifa hiyo. Ndipo akachukua mwaliko akamkabidhi. Jina la Bwana lipewe sifa. Na akageuka akaondoka. Hilo ndilo lilikuwa jambo baya sana kwa yule kijana. Lilikuwa baya kwa sababu gani? Halichezea fursa na akapoteza fursa. Jina Bwana sifa. Huenda uzembe huo unafanywa na watu wengi, na huenda na wewe pia unaufanya. Ndio maana nimeshawishika kuongea na wewe kwa siku ya leo kwamba usije ukakosea kama alivyokosea yule kijana.
Unaniuliza alikosea nini? Alitumwa mwaliko na alifikisha mwaliko. Kosa liko wapi? Kosa ni ili, Mungu abariki, alikutana na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu aliye juu ya miungu yote, mwenye kuhimidiwa milele, mponyaji, anaweza kusamehe magonjwa yote. Sasa umekutana naye, umepata fursa ya kuongea naye, unaondokaje kizembe namna hiyo? Jina Bwana lipe sifa. Hakupaswa kuondoka kizembe namna hiyo. Alipaswa apige magoti, amwambie Bwana, nashukuru nimekuona. Kabla hata hajamwambia habari ya mwaliko, ingebidi ajiwakilishe mwenyewe, amwambie Bwana, nashukuru nimekuona. Unayeniona mimi ni mtumwa, na maandiko yalisema utakapokuja, kazi yako, moja wapo kati ya kazi yako ni kuwaweka watu huru. Naomba uniweke huru. Jina Bwana sifa. Hakufanya hicho, lakini ukweli ni kwamba wazazi wake walikuwa ni maskini, ndio maana alidumu utumwani, hawakuweza kumkomboa. Jina Bwana sifa. Huenda na kuna ndugu zake wengine nao walishauzwa utumwani kwa sababu ya ufukara na ulofa uliokuwa nyumbani kwao. Kwa hiyo ile kijana angepiga magoti akamwambia Bwana, kabla sijatoka hapa, haleluya, hakikisha umeondoa ulofa na umaskini wote nyumbani kwetu, hakikisha umenitoa utumwani nami nikawe mtu huru. Jina Bwana lipe sifa. Nasema hivyo ndivyo ilivyo. Naam, maandiko yalisema hivyo kwamba Yesu alikuja kuwaweka watu huru. Wagalatia 1:6 na kuendelea. Na stajabu kwa kuwa mnamwacha upesi yeye, ndio aliyewaita katika neema ya Kristo, ndio, na kuigeukia injili ya namna nyingine, ndio, wala si nyingine, ndio, lakini wapo watu watabishao, ndio, na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Ndio. Lakini ijapokuwa sisi, ndio, au malaika wa mbinguni, ndio, atawahubiri ninyi injili yoyote, ndio, isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, ndio, na araniwe. Jina la Bwana lipe sifa. Hayo ni maandiko yanasema mtu yoyote akihubiri injili, hata angekuwa ni malaika, akahubiri injili tofauti na uliohubiri mitume wa Yesu Kristo, huyo mtu na laaniwe. Kwa hiyo njia pekee tulionayo ya kumfikia Yesu Kristo ni kutoka katika injili ya mitume. Ni neno la mitume ndilo linaweza kutufanya sisi tumfikie Yesu Kristo. Jina la Bwana lipe sifa. Hiyo nataka kusema kitu gani? Nataka kusema hivi, kama wewe unakusudia kwenda kwa Bwana na ukutane na Bwana, unapaswa kuabudu kama walivyoabudu mitume. Kwa maneno mengine, unapaswa kumwabudu waliyemwabudu mitume. Na nje ya hapo kutakuwa kuna mambo mawili na kukabili. Moja, unaabudu usichokijua, au unaabudu miungu. Mitume walimwabudu Yesu, na kule kumwabudu Yesu, yeye ni Mungu. Lakini haishii hapo. Paulo aliyekuja kuongoka miaka mingi baadaye, kwenye kitabu cha Warumi anatuambia Yesu ndiye Mungu wa kuhimidiwa milele. Hiyo ni Warumi 9:5. Ndio, twende. Ambao mababu ni wao, ndio, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndio, ndiye aliye juu ya mambo yote, ndio, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Huyu Yesu Kristo ndiye Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Maandiko yanaposema milele, sijui kama watu wengi wanaelewa neno milele ni nini. Milele ni kisichokuwa na mwanzo wala mwisho. Kwa hiyo kabla dunia hii haijakuwepo, aliyekuwa anahimidiwa ni Yesu. Mbingu na nchi zipite, atakayeendelea kuhimidiwa ni Yesu. Na huyo ni nani? Huyo ni Mungu. Jina Bwana pasifa. Kwa hiyo huyu kijana alikutana na Mungu aliyemuumba, alafu akaondoka na shida zake bila kumwambia huyo Mungu aliyemuumba amuondolee hizo shida. Huenda tatizo alilokuwa nalo huyo kijana ndiyo matatizo mengi walionayo watu leo duniani,
Kwa nini? Alikulia kwenye nyumba ya Mafarisayo, alidumu na Mafarisayo. Kwa hiyo Mafarisayo alimuonyesha uungu unapatikana tu ndani ya Ufarisayo. Nje ya hapo hakuna chochote kinachoweza kuitwa Mungu. Na ndivyo ilivyo leo pia. Watu wengi wanaamini uungu unapatikania kwenye madhehebu yao. Kando ya dhehebu lao hakuna uungu. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hajawahi kujitambulisha na dhehebu lolote. Haleluya! Hajawahi na hatawahi kujitambulisha na dhehebu lolote. Kwa nini? Madhehebu yote ni kazi za binadamu. Jina Bwana sifa. Na hiyo ndio ilikuwa shida iliyompata huyu kijana, hata akakutana na muumba wake na akaachana na muumba wake kienyeji. Kwa nini? Madhehebu hayakuwahi kuwa yamempa fursa kwamba yule Mungu wa mbinguni siku moja atafanyika mwili na akae pamoja na sisi, tumuite Emmanueli. Jina Bwana sifa. Na nadhani kama wangekuwa ni wanyofu Mafarisayo, wangekuwa wamemfundisha yule kijana kwamba huyo Kristo wa Galilaya ndiye yule Emmanueli. Jina Bwana sifa. Na sasa shangaeni, ni mshangao ni huu. Watu wengi wanasema Yesu Kristo ni Emmanueli. Lakini ukiwaambia okay, huyu Yesu Kristo ni Mungu, hawapo tayari kukubali. Sasa hiyo Emmanueli ni nini? Haleluya. Emmanueli maana yake ni Mungu Jehova pamoja nasi. Jina Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo alikutana na Jehova, alafu akaondoka mkavu kwa Jehova. Jina Bwana lipewe sifa. Hebu tusonge mbele. Yesu alikuwa na kazi nyingi, alikuwa na mambo mengi na mipango mingi, na mpaka leo Yesu ana mambo mengi, ana mipango mingi, ana kazi nyingi. Lakini katika hayo yote, jina Bwana lipewe sifa, Yesu Kristo huwa anayo kanuni moja, nayo ni hii: ukimwalika, jina Bwana lipewe sifa, lazima ahudhurie. Jambo jingine ni hili: umwalike kwa heri au kwa unafiki, jina Bwana sifa, yeye atakuja. Hiyo ni nini? Hiyo ndio maana mpaka leo watu matapeli, wafanya biashara kwenye neno la Mungu, jina Bwana sifa, huo wakimuita anakuja. Kwa nini? Yeye umuite ukiwa mnafiki, atakuja. Umuite ukiwa unamaanisha, atakuja. Kwa hiyo Simeoni Farisayo alikuwa ni mnafiki. Haleluya. Na akamwalika Bwana wa mabwana. Na Bwana wa mabwana akijua nimealikwa na mnafiki, hata hivyo siku ilipofika alikwenda. Hiyo naisema kwa nini? Naisema kwa wanaotutazama na wanaotusikiliza. Si kwa sababu mmekusanyika, hiyo ndio inawafanya muwe na kibali machoni pa Mungu. La, yeye ni shahidi aliye mwaminifu. Atakuja hapo katikati yenu, aangalie mnavyomziaki, aangalie mnavyochezea neno lake, aangalie jinsi ambavyo ammaanishi, na siku ya siku awe shahidi, aseme nilikuwepo. Jina Bwana lipewe sifa. Nimesikia watu wengi hata akikanyaga mwiba anasema Yesu, huo umemwalika. Mungu abariki. Hiyo ukitamka hilo jina ni mwaliko umempa. Na ngoja labda tu niwaonye watu, jina la Yesu Kristo sio jina la mchezo mchezo. Maandiko yalisema, jina Bwana lipewe sifa, vitu vyote vya mbinguni, haleluya, na vitu vyote vya duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana, vyote vitapiga goti mbele ya jina hilo. Hilo ni jina la aliye juu ya mambo yote. Ndio maana kwenye Warumi, Mungu abariki,
Paulo akatuambia Yesu Kristo, ndio tunasoma Warumi 9, sivyo? Yesu Kristo ndiye aliye juu ya mambo yote. Jina la Yesu ndilo jina lilo juu ya majina yote. Amen. Hivyo unapolitamka uwe na akili timamu na uwe na umakini wa kutosha. Sio jina la kusemwa ovyo ovyo. Ni jina la yule aliye shahidi mwaminifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni jambo gumu sana kulisikia neno la Mungu la kweli. Wahubiri hawatahubiri kweli kwa sababu kweli inaumiza. Kweli inajeruhi. Na wakihubiri kweli wafuasi watakimbia, na wao kwa sababu hawapo kumtumikia Mungu, wapo kutafuta pesa, hawapo tayari kusema kweli. Jina Bwana sifa. Na hiyo inalifanya neno la Mungu liwe bidhaa adimu. Kupata ukweli linakuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo Yesu siku ya mwaliko alifika. Haleluya. Na alipofika hawakumpa nafasi anayostahili. Mungu abariki. Alitimiza miadi yake. Alipewa mwaliko na akahudhuria alipoalikwa kwa muda na wakati. Hakuchelewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ndipo basi huyo Yesu wakamweka mahala ambapo, jina la Bwana lipewe sifa. Kwanza hata hawakumweka. Yeye mwenyewe alienda akakaa mahala fulani. Mungu abariki. Nitawaambia alikaa mahala gani huko mbele ya mwendo. Kwa nini alikaa pale? Kwa sababu Yesu analiheshimu neno lake. Alikuwa amewafundisha wanafunzi wake kwamba ukialikwa kwenye karamu usiwahi viti vya mbele. Kaa tu viti vya nyuma, ili mwenye sherehe akija akakwambia toka hapo kaa mbele uheshimiwe. Sio ukae mbele alafu mwenye sherehe yake aje akwambia toka hapo kakae kule, utazaraulika. Kwa hiyo yeye ni Mungu wa neno lake. Kwa hiyo alipofika hawakumkaribisha. Alienda tu akakaa pembeni karibu na mlango wa choo. Mungu abariki. Na si kwamba Simeoni hakumuona Yesu. Simeoni alimuona Yesu na hakutaka akae mbele, hakutaka akae high table. Mungu abariki. Na akamwacha tu akae hapo kwa namna fulani ya kumdhalilisha. Na Yesu hakujali, alikaa na akatulia. Niseme kitu gani? Popote ambapo utamweka Yesu atakaa na hana shida na wewe. Jina Bwana sifa. Maandiko yalisema yeye ni Alfa. Maana yake yeye ni namba moja. Yeye ni wa kwanza. Anapaswa akae eneo la kwanza. Awe wa kwanza moyoni mwako. Awe wa kwanza nyumbani kwako. Awe wa kwanza kazini kwako. Awe wa kwanza kwenye ndoa yako. Awe wa kwanza kila eneo uliko. Haleluya. Na ndipo basi huyu aliyepaswa kuwa wa kwanza, Simeoni alimwacha akakaa huko mahala pasipo stahili. Alafu kule aitebo wakakaa Mafarisayo wenzie wakina Kayafa na wenginewe. Lakini ukweli ni kwamba Yesu ndiye aliyepaswa akae katikati kwenye kile kiti cha mheshimiwa mkuu. Yeye ndiye alipaswa akae hapo. Lakini Farisayo hakujali hicho, akamweka huko pembeni. Niseme kitu gani? Ndugu yangu, rafiki yangu, dada yangu, mama yangu mnanitazama sasa. Wakati unamfanya Yesu wa kazi gani? Unapomfanya Yesu wa bei rahisi, kuna mioyo uko pembeni inahangaika na inakimbizana ikisema tutampata lini. Usimtafute huko kwa waheshimiwa. Haendi huko kwa waheshimiwa. Yuko miongoni mwa wanaodharauliwa. Mungu abariki. Kwa hiyo akaenda akamuona. Alivyomwangalia uso wake, moyo wake ulilalulika na ukajua kabisa huyu ndiye. Jina la Bwana lipewe sifa. Hakufanya chochote, akatoka nje na akaenda akanunua mafuta. Jina la Bwana lipewe sifa.
na akaja kumpaka Yesu. Nataka nimalizie hapo na muda naona nikimbia. Mungu abariki. Kwa hiyo alipofika kwa Simioni, akaingia ndani, aliyafanya machozi yake kuwa maji ya kuosha miguu ya Yesu, na alizifanya nywele zake kuwa taulo la kufuta miguu ya Yesu. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa desturi za Wayahudi, mgeni anapokuja nyumbani kwako, jambo la kwanza unatakiwa uende ukamlaki, alafu ukimlaki umbusu. Unamuona Yesu akimuoji Simioni, anasema nilipokuja hapa kwako huku ni laki wala huku ni busu. Jina Bwana ipe sifa. Na baada ya hapo ukisha mlaki na kumbusu, umpeleke ukamuoshe miguu. Hiyo walitolea wapi? Walitolea kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18, wakati ambapo Ibrahimu baba yao alipokutana na Bwana. Kasome mwenyewe Mwanzo 18, utaona Ibrahimu alipomuona Bwana alimkimbilia akamlaki na akamwalika aje amuoshe miguu. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa hilo ndilo jambo alilopaswa kufanyiwa mtu yoyote aliyeheshimiwa. Kwa hiyo kitendo cha Simioni kuto kumlaki Yesu na kuto kumbusu ni tangazo kwamba Simioni alimnyanyapaa Yesu. Na hisi watu wengi wanasema mimi siwezi nikamnyanyapaa Yesu. Sikiliza mpendwa, Yesu ni neno. Maandiko yamesema simpi ruhusa mwanamke kuhubiri wala kufundisha. Haleluya. Lakini leo wahubiri wakiyaona hayo maandiko wanayanyanyapaa. Hawapo tayari kuyakumbatia na kuyaweka mioyoni mwao. Kwa nini? Kwa sababu yanaharibu masurufu yao, yanaharibu heshima za wake zao. Sikiliza mpendwa, si mkeo wewe mchungaji anayepaswa kuheshimiwa, ni Mungu wa mbinguni ndiye anayepaswa kuheshimiwa. Huyo Mungu wa mbinguni, jina Bwana lipe sifa, anayepaswa kuheshimiwa, anayepaswa kuabudiwa, aliweka kanuni ya namna gani tumheshimu. Aliweka kanuni ya namna gani tumheshimu, namna gani tumwabudu. Na katika hiyo kanuni ni hii hapa, kwamba kwenye ibada ya Mungu wa kweli, ibada ya Mungu wa kweli, mwanamke hapaswi kuwa mhubiri. Nje ya hapo, hiyo ni ibada ambayo si ibada ya Mungu wa Biblia hii. Mungu wa Biblia hii anasema wanawake wakae kimya ibadani. Na hebu tuthibitishe hayo kwenye kitabu cha Timotheo sura ya 2 mstari wa 8 na kuendelea. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8 na kuendelea. Ndiyo. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Huyo ni Mungu anasema anataka wanaume ndiyo wewe wanaosalisha kila mahala. Popote ambapo ibada ya Mungu wa mbinguni inaendelea, anataka wasalishaji wawe ni wanaume. Endelea kusoma. Huku wakiinua mikono iliyotakata, ndiyo, pasipo hasira wala majadiliano. Ndiyo. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Tuendelee. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Twende. Si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na ruru. Sawa, wala kwa nguo za thamani. Bali kwa matendo mema. Ndiyo. Kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Mwanamke na ajifunze. Anasema mwanamke na ajifunze, si afundishe. Ajifunze. Twende. Katika utulivu. Ndiyo. Akitii kwa kila namna. Twende.
simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Anasema ampi ruhusa mwanamke ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Leo tuna makanisa ya watu wanaosema wameokoka na wanampenda Yesu. Sina ugomvi na nyinyi, ni kweli mnampenda Yesu. Lakini huyo mnayempenda, kama mnampenda kweli, heshimuni neno lake. Amesema hamruhusu mwanamke kufundisha. Wale wakina mama mchungaji pale madhabahuni, wao wanafanya vitu gani? Mungu abariki. Unayenitazama, unayenisikiliza sasa hivi, hayo sio maneno yangu, yamesomwa kwenye maandiko. Hebu rudi uyatii, acha kuyanyanyapaa. Unapoyanyanyapaa unakuwa sawa sawa na yule mnafiki anayeitwa Simioni. Yaheshimu, yapende, yaweke moyoni. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo Simioni akamnyanyapaa Yesu, hakumuosha miguu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Wayahudi, ili uingie ndani ulipaswa uoshwe miguu. Si mnaona wale watoto wa shangazi zetu, ukiingia msikitini wao lazima unawe miguu? Walikopi kwa Wayahudi. Kwa hiyo kuingia kwenye nyumba ya Myahudi ulipaswa uoshwe miguu. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa basi, Simioni hakumpa Yesu maji ya kunawa miguu. Yesu aliingia kwa Simioni na mivumbi yake ilikuwa ni dharau na fezea. Jina la Bwana lipewe sifa. Na miguu inaongelea watumishi wa Mungu. Maandiko yalisema ni mizuri kama nini miguu yao ipelekao habari njema. Sasa hiyo miguu inayopeleka habari njema inapaswa ioshwe kwanza. Leo tuna Wakristo wengi ambao hawajawahi kubatizwa na ni wahubiri. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukweli ni kwamba hakunaga mhubiri halali wa Yesu Kristo ambaye anapaswa kwenda kuwahubiria watu bila kubatizwa. Kwa hiyo wale wanasema wameokoka tu, wanampenda Bwana na wameanza kuhubiri bila kubatizwa, mna deni na mna kesi ya kulinyanyapaa neno la Mungu. Nimesikia wahubiri wengi wanahubiri wanasema sio lazima kubatizwa. Sio lazima kubatizwa. Yesu alienda majini kufanya nini? Ina maana nyinyi ni wasafi na watakatifu kuliko Yesu? Sio lazima kubatizwa. Wanafunzi wa Yesu walibatizwa. Hebu tuishie hapo kwa sababu pia muda nao umetuishia. Mungu abariki. Lakini ukweli ni kwamba unapaswa ubatizwe. Hebu soma andiko moja tumalizie kwenye hilo kwa sababu ya wakati. Ndiyo. Matendo 2. 38-37. 38-39. Mungu abariki. Maandiko yanasema Petro akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja. Huyo ni mtume Petro anawaambia watu watubu na wakabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa jina lake Yesu Kristo, sio kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa jina lake Yesu Kristo. Hiyo ndio Biblia. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Ili mpate ondoleo la dhambi. Na maanisha nini? Wale wote ambao hawakuwahi kubatizwa na wanajiita wa Kristo hawajawahi kuondolewa dhambi. Wana dhambi zao, wanahubiri wakiwa na dhambi zao, wanahudhuria makanisani wakiwa na dhambi zao, wanatoa zaka wakiwa na dhambi zao, wanapanda mbegu na kuuziwa udongo wakiwa na dhambi zao. Ombi langu kwako ni hili: tubu na ubatizwe katika jina la Yesu Kristo upate ondoleo la dhambi. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, muda umetuishia. Hebu jalia neema yako Bwana, kwamba kwa haya machache ambayo wanao na binti zako wamesikia na kutizama, hebu yafanyike uhai kwao. Wafanye wasikunyanyapae, wafanye wakutii na kukuheshimu, wafanye wazaliwe upya na kuwa Wakristo halisi. Hebu watoe kwenye dini za kimtindo, waweke kwenye dini halisi ile ya kimbinguni, dini ya mitume ambayo ni dini ya neno lako. Tunaambiwa neno lako kwamba wewe ndiye njia, kweli na uzima. Hivyo hakuna mtu ambaye angeweza kuja kwa Baba isipokuwa kwa wewe. Hilo ni tangazo kwamba sio madhehebu, sio wachungaji wetu, sio mitume na manabii wa ulimwengu huu wa kisasa ambao wangeweza kutufikisha kwako isipokuwa neno lako Bwana.
tufanye mioyo yetu kuwa miaminifu na mitiifu kwenye neno lako. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo, amen. Msikilizaji na mtazamaji wetu, hapo tumefikia mwisho. Unaweza ukatutafuta kwa namba zifuatazo: 0765033887. Narudia tena 0765033887 au 0692784111, 0692784111, yani 1 mara 3. Na Mungu awabariki. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu.